Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania leo Mei 23, 2025 limepitisha bajeti ya shilingi bilioni 476.6 kwa ajili ya matumizi ya wizara na idara za mifugo na uvuvi kwa mwaka wa fedha wa 2025/26. Awali, kabla ya wabunge kujadili mapendekezo ya bajeti hiyo, Waziri wa Mifugo na Uvuvi Dr. Ashatu Kijaji amebainisha ongezeko la maduhuli lililochagizwa na ongezeko la mifugo. Akiongea amesema serikali imeendelea kuhamasisha na kusimamia uzalishaji wa mifugo ya aina mbalimbali nchini. Hatua hii imechangia kuongezeka kwa thamani ya mifugo kutoka shilingi trilioni 30 bilioni 480,866,668 kwa mwaka 2023/24 hadi shilingi trilioni 33 bilioni 216,845,677,000 kwa mwaka 2024/25 kwa makundi yote ya mifugo. Ongezeko hili limetokana na kuongezeka kwa idadi ya mifugo katika kipindi cha marejeo. Mathalan, idadi ya ng'ombe imeongezeka kwa 3.4%, idadi ya mbuzi imeongezeka kwa 3.6% na idadi ya kondoo imeongezeka kwa 9.66%. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali imeendelea kuhamasisha uzalishaji wa mazao ya mifugo ambapo uzalishaji wa nyama umeongezeka kwa 9.4% kutoka tani 963,856.55 zenye thamani ya shilingi trilioni 9.48 mwaka 2023/24 hadi tani milioni 1.05 zenye thamani ya shilingi trilioni 10.38 mwaka 2024/25. Katika mwaka 2024/25 kiasi cha nyama ya ng'ombe kilichozalishwa ni tani 666,227.02. Nyama ya mbuzi ni tani 1,150,000 na 14.29. Nyama ya kondoo tani 31,647.60. Nyama ya kuku ni tani 147,449.98. Aidha, ongezeko hilo limechangiwa na wafugaji kuhamasika kuvuna mifugo yao, kuimarika kwa udhibiti wa magonjwa, uboreshaji wa mbari za mifugo na kukua kwa soko la nyama la ndani na nje ya nchi yetu. Kwenye majadiliano ya bajeti hiyo, baadhi ya wabunge wakasikika wakiasema haya. Sasa tujiulize wenyewe tu, hata ingekuwa ni wewe Mheshimiwa Naibu Spika, uone ng'ombe anakufa, ndio kitu unachokitegemea, utafanya nini? Tujiulize tu, hata ingekuwa ni wewe, hata mimi, uone ng'ombe anakufa hana malisho, utafanya nini? Ni lazima utatafuta namna mbadala ili ng'ombe wako wapate malisho, na hapo ndio inatokea migogoro kati ya wakulima na wafugaji. Sasa mimi niombe serikali yangu tukufu, je, serikali imefanya nini kuwasaidia hawa watu tangu tupate uhuru mpaka leo? Najua kusema kweli umeeleza juhudi ambazo serikali imeshachukua, mmeshaanza kidogo kidogo, lakini kwa unyeti wa sekta hii, upande wa malisho, hawa watu ni kama tumewaacha yatima, na matatizo yanayotokea ni kwa sababu serikali haijafanya kitu kikubwa kuwasaidia. Mheshimiwa Naibu Spika, ukienda kwenye maonyesho ya 8-8, ukiona ile mitambo ilivyo mikubwa, mbuzi wale wa mapacha, kuku wale chotara, unatamani igaiwe kwenye kata hadi kwenye kaya, kata, vijiji mpaka kaya, isambaye angalau hata wafugaji 200 ili tulete mabadiliko. Lakini tunaonyeshwa, tunashiba kwa macho, madiwani wanalipiwa nauli, wanaenda kuona, hawaoni kitu kinachoenda katika halmashauri zao wala nini. Sasa tutatoka vipi? Wafugaji wetu bado wana changamoto zao, hususan kwenye migogoro. Imetulia, lakini tukuombe, na mimi nakuombea mdogo wako, inshallah utarudi, na naomba ubaki hapo hapo ili uendeleze yale uliowekwisha yaanza. Migogoro hii bado ni changamoto, kwa hiyo tukuombeni sana. Tunajua katibu mkuu pamoja na watendaji wengine mpo wakati sisi tunaenda kwenye michakato.
muendelee kutengeneza mfumo ambao utaendelea kuwasaidia wafugaji wetu waondokane na hizo changamoto za migogoro ya ardhi, wapewe haki kama Watanzania wengine ndani ya taifa lao. Ni kwamba kwa kuwa sekta hii ya uvuvi inaleta fursa nyingi sana hususan kwa wanawake, ningependa kuishauri serikali ione namna ya kuwekeza kwa kujenga kituo cha kuchakata mazao ya samaki, mazao ya sekta ya uvuvi katika kila mkoa. Tutakapokuwa na kituo cha kuchakata mazao ya uvuvi, itakuwa ni kama shamba darasa, lakini pia itawezesha wanawake ambao hawana vifaa kutumia sehemu hiyo, jambo ambalo litapunguza gharama, lakini jambo ambalo litatuhakikishia kwamba tunalinda usalama wa chakula kwa maana ya food safety, tunaongeza ubora wa bidhaa zetu, hali kadhalika kuinua uchumi wa wanawake. Kwa hiyo niombe sana serikali ione namna ya kuwekeza katika kituo cha kuchakata mazao haya ya uvuvi katika kila mkoa. Kwa upande wa wafugaji waliofika kuhudhuria usomwaji wa bajeti hiyo, nao wakatia neno. Na katika bajeti iliyosomwa, sisi kama wafugaji tumesema ni nzuri, lakini tunachoomba serikali watekeleze, isibaki kwenye maandishi. Kwa mfano, sasa hivi kwenye swala kubwa linalosumbua wafugaji ni maeneo yale ya wafugaji. Maeneo yametengwa lakini yanaendelea kumegwa. Kwa sababu nini? Hakuna ulinzi. Kwa kuwa Wizara ya Mifugo inatangaza maeneo ya mifugo wa wafugaji kwa ajili ya jioni yao. Sasa walete hizi jioni. Manake jioni zimebaki zimekaa, maeneo yanapolwa, wanakaa. Tunachotaka bajeti hii waelekeze kwenye maeneo yaliyotengwa, sasa waweke hizo beacon za jioni ili isiendelee kuondolewa, kwa sababu kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 5, mkutano mkuu wa kijiji unatawaliwa na wananchi. Sasa wakati mwingine maeneo wafugaji ni wachache, kwenye mkutano mkuu anazidiwa, eneo linabegwa. Kwa hiyo nachoomba sasa, yale maeneo wenyewe wizara anajua, waje sasa waweke GN ya wizara ili tuendelee kufuga vizuri. Lakini nimuombe Mheshimiwa Rais, wafugaji wote tuna imani naye. Sasa tunaomba wizara yetu hii iongezewe bajeti ili itekeleze, isiendelee kuwa wizara ya ugomvi na watu. Kama watatoa hela kwa wakati, nafikiri sisi wafugaji tutanufaika na bajeti ya mwaka huu. Ni sana ni mabwana majosho, chanjo za mifugo huwa haziji kwa wakati. Chanjo zikija kwa wakati, kwa kweli tunapenda sana sisi wafugaji chanjo zije mapema. Sehemu ya malisho sana imetugusa sana, kwamba sehemu ya malisho inakuwa ngumu sana nyakati za kiangazi. Kwa kama serikali watatengeneza sehemu za malisho, kwa kweli sisi wafugaji tunanufaika sana. John Israeli, Banda Media, Bungeni, Dodoma.